majina naitwa Shabani Mahobonya. Ni kaimu mkurugenzi wa ufundi na uendeshaji mashindano Basketball Dar es Salaam. Hicho ndio cheo kikubwa, japo nimeambiwa na vyeo vingi sana, lakini kwa sasa tuitambulishe hicho kimoja tu kinatosha. Okay. Kwanza pia shukrani za kipekee kwa timu zote zilizoweza kushiriki Division 1 Basketball League kwa msimu huu, kwa sababu umekuwa ni msimu wa kipekee sana, huwahi kutokea ukilinganisha na misimu kadhaa iliyopita nyuma. Ni kwanza ni msimu wenye umekuwa na timu nyingi kushinda misimu yote. Umekuwa ni msimu mzuri ambao umekuwa na wachezaji wengi wazuri wenye kiwango. Ilikuwa ni kwamba Division 1 ilikuwa inachukuliwa ni kama ligi ambayo ni watu ambao wameshindwa kucheza ligi kubwa kwa wanakuja tu kwamba kutoa jasho kwenye ligi, lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti kidogo. Watu wamewekeza, ni kweli, unaona kabisa kuna ushindani. Hata kama timu haziwezi kupanda daraja timu zote, lakini timu zilizokuwepo bado unaona kabisa zina uwezo wa kufanya kitu na kufanya ligi kawa na ushindani mkubwa sana. Shukrani za kipekee pia ziende kwa Stein Media, Stein TV kwa kuweza kuiongeza kuipa thamani ligi yetu ya Division 1, kwa sababu kwa kipindi chote ambacho tulichokuwa nyuma kuwahi kutokea media partner ambaye ameweza kukava game zote live kuanzia tunaanza ligi hadi sasa hivi. Kwa hiyo amekuja kipindi kizuri, amekuja kuboost ligi. Kwa hata sasa hivi napigiwa simu naulizwa, vipi mbona ligi hatuioni kwenye Stein? Na bado tuko kwenye mapumziko kidogo. Kwa hiyo unajua kwamba kuna watu wanafuatilia. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo uzuri, dunia imekuwa kwenye mitandao, watu wanaangalia kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Mimi nimefurahi kupata official partner kwenye hii Division 1 League. Kwa naamini mambo mazuri yanakuja zaidi kwa baadaye. Lakini nafasi yake ni ipi na anauzungumziaje season iliyopita na hii ya sasa hivi, mmejipanga vipi? Kwa majina naitwa Daudi Leonardo Sturi, ni assistant captain wa Magone Basketball Club. Sisi tumejipanga vizuri, tumejiandaa kwa takriban wiki 2 na tunautaka mchezo wa kesho na michezo yote iliyobaki, kwa sababu hiyo mchezo tukishinda ndio itadetermine sisi nafasi yetu kwenye playoff, na tukipoteza hata mchezo mmoja itakuwa ndio safari yetu na nguvu zetu zimeishia hapo. Kwa hiyo kila mchezo uliobaki katika michezo yetu miwili ni kama fainali. Tunacheza kwa nguvu kama timu tuweze kupata ushindi ambao utaweza kutupelekea kwenda playoff. Yeah. Swali? Okay. Kwanza kabisa tumetumia mapumziko hayo kwa ajili ya wachezaji kupata recovery. Wachezaji wamehakikisha wanapumzika, alafu tukarudi tena lab, tukaanza mazoezi, tukaziba ile mianya na mashimo yote, na hili tutatoa mchezo mzuri kwa game zinazokuja. Swali? Haya, ilikuwa ni mwakilishi kutoka Magone. Uongozi ama uwakilishi wa timu ya VTC? Karibu sana. Tutambulisha kwa majina, lakini tuambie VTC mmejipanga vipi kuelekea huu msimu ambao tunaanza siku ya kesho? Okay. Kwa majina naitwa Owen Oscar Moleo, ni mchezaji wa Don Bosco VTC, pia captain. Juu ya maandalizi yetu kwa ajili ya msimu wa mwaka mpya ni obviously kushinda game zilizobakia, kufika playoff na kushinda final na kupandisha timu kwenda ligi kuu ya Dar es Salaam. Okay. Swali? Shukrani. Alikuwa kapteni wa timu ya VTC. Shukrani sana.
Asante. Jitambulishe kwa majina, lakini tuambie season iliyopita ilikuwaje na sasa kesho tunarejea. Mmejipanga vipi kama leo? Na utuambie cheo chako ama nafasi yako kwenye timu. Okay. Kwa majina naitwa Ebeneza Daniel. Ni captain wa Leo Kings. Last season tulicheza lakini hatukuweza kufika hatua ya playoffs, lakini tuliofika msimu huu tulijaribu kurekebisha na kuna maelekezo tulipewa na coach. Moja ya kitu ambacho tulinspire sana ni kucheza kwa umoja na kama familia, yani tupush picha makosa ya mwenzako, tucheze wote kwa pamoja. Kwa nadhani ndio kitu ambacho cha tofauti na mwaka jana ambao tumejaribu kukirekebisha kwa kiasi kikubwa. Sasa na round hii tunarudi tena, lengo letu kubwa ni kuweza kufika kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo tutafanya juu chini kucheza kwa kadri uwezo wetu, kufuata maelekezo ambayo tutapewa yote na makochi wetu na kuweza kucheza kwa nguvu, hatimaye kuweza kufikisha hatua hiyo. Swali? Hakuna swali upande wa Leo Kings. Haya, shukrani sana. Asante. Mimi ni mkaribishe mkurugenzi wa ufundi na utendaji mashindano ya basketball Tanzania Dar es Salaam, Shabani Mahobonya. Mkurugenzi huyu ana mengi kuzungumza. Ana mengi ya kuzungumza kuhusiana na hii season na vitu vingine vyote ambavyo amejiandaa kuja kuzungumza hapa siku ya leo. Karibu, jitambulishe kwa majina, nafasi yako, vyeo vyako vyote. Nasikia una vyeo vingi sana. Asante. Habari zenu. Kwa awali yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kujalia hii zawadi ya uhai na vitu vingine vyote. Kwa majina naitwa Shabani Mahobonya, ni kaimu mkurugenzi wa ufundi na uendeshaji mashindano basketball Dar es Salaam. Hicho ndio cheo kikubwa, japo nimeambiwa na vyeo vingi sana, lakini kwa sasa tuitambulishe hicho kimoja tu kinatosha. Okay. Kwanza pia shukrani za kipekee kwa timu zote zilizoweza kushiriki Division 1 Basketball League. Nafikiri hapo ndo niliskip. Niliruka mzigo hapo hujatajwa. Kutokana na fedha nafikiri tutakwenda kutaja hivi karibuni soon, kwa sababu kuna mabadiliko ya viwango hivi ambavyo vilikuwa vimewekwa toka awali. Kwa hiyo Stein TV baada ya kuona ligi imezidi kuwa tamati, mzigo umepanda. Okay. Kwa hiyo hivi ninavyokuambia, mzigo kiwango kile kilichokuwa cha kwanza, sasa hivi mzigo unatarajia kupanda kutokana na zile individual awards pamoja na zawadi za washindi. Kwenye hiyo nazungumzia kwenye pesa taslim. Makombe na medals zitabaki kama kawaida, vikombe kwa individual awards zitabaki, ila kwenye pesa taslim mzigo umeongezeka. Tutakuja kusema hivi karibuni. Mara nyingi waamuzi imekuwa ni kazi ya lawama, yaani wao hata wafanye mazuri vipi, simuona hata kwenye mpira wa miguu, mipira mingine huko wenyewe mwisho wa siku wanacheza vizuri, wanapeana zawadi, lakini waamuzi kama wanakuwa wamewasahau. Mimi niwahakikishie sisi Stein TV hatujawaacha waamuzi, na katika watu ambao tunawazingatia sana ni waamuzi, na zawadi za waamuzi zitakuwepo. Waamuzi of course watapata vyeti, participation ile kila mwamuzi, lakini pia patakuwa na zawadi ya mwamuzi bora kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume, kwa sababu waamuzi bora wanachezesha wanawake na kuna wanaume. Ukitoa zawadi ya upande mmoja utakuwa kama vile umependelea. Kwa hiyo sisi pia tutatoa zawadi kwa refarii bora wa kiume na refarii bora wa kike. Bwana Shabani ameniangalia sana alivyotaja zawadi kwa waamuzi. Swali lingine kabla tujamaliza kufunga. Nadhani hakuna swali. Basi mimi nirudishe kwa alikuwa anatuongoza katika press yetu hii ya leo. Mimi nafikiri nimemaliza, na asanteni sana waandishi wa habari wote kwa kuhudhuria press yetu ya leo. Asanteni. Shukrani sana kwa waandishi ambao mmefika eneo hili, team na kila kitu ambacho kimeendelea hapa. Mbarikiwe sana, tuzidi kushikana hivyo kwa sasa vitu vinakwenda. Mimi naitwa Kim Vanilla na press yetu leo imeishia.